tunapokea mradi mwingine wa REA ambao unakwenda kutekelezwa kwenye vitongoji 415. Kwa kweli hilo ni jambo jema sana, na zaidi nimeambiwa bilioni 45.822 zitakwenda kutumika katika kutekeleza huo mradi. Ni waombe wananchi wa mkoa wa Simiyu, kama ambavyo tumekuwa tukipokea maelekezo, hii miradi ni miradi ya maendeleo, inakuja kukuza uchumi wa mkoa wa Simiyu. Kwa hiyo wasihujumu utekelezaji wa miradi hii, badala yake watoe ushirikiano kwa asilimia kubwa ili tuweze kuutekeleza kwa muda ambao unapaswa. Lakini pia niwaombeni, nimesikia takwimu mkitaja hapo zaidi ya watu 300 kutoka ndani ya mkoa wa Simiyu watashiriki katika utekelezaji wa huo mradi. Hicho ambacho mmekiahidi naomba kiwe kweli, na kama ulivyosema kutakuwa na ufundi mbalimbali ikiwemo kuchomelea, nimesikia welding, sijui kutengeneza nyaya na whatever. Hii na hakika kwa wananchi wa mkoa wa Simiyu itawasaidia sana. Kwa hiyo na wao wawe waadilifu. Pale ulipokuwa huna ABC ya kuchomelea, sasa unakuwa na ABC ya kuchomelea, labda hizo welding na nyaya na nini. Pia ni ujuzi ambao unaachiwa, ambapo ungeweza kwenda kuupata kwenye chuo kwa kutumia fedha, lakini sasa unakwenda kupata bure. Kwa hiyo wawe waadilifu, wasikilize na wafanye zile kazi kwa mujibu wa taratibu ambazo zimewekwa. Na nina hakika na nyie mtawafundisha vizuri kwa upendo ili waweze kuelewa. Si ndio jamani? Lakini pia miradi hii ni miradi mizuri, inabidi tutoe ushirikiano sisi kama wananchi wa mkoa wa Simiyu, kwa sababu inaenda kuchachua chachu ya maendeleo ya kiuchumi katika mkoa wetu. Nimesikia itakwenda kusaidia kuendesha viwanda mbalimbali, na sisi mkoa wa Simiyu tuna miradi mbalimbali tunatekeleza. Tuna uchimbaji wa madini mbalimbali. Kwa hiyo umeme utaenda kusaidia kurahisisha uchimbaji wa dhahabu huko, kuzifanya zifikie viwango vinavyotakiwa. Lakini sisi ni wazalishaji wakubwa sana wa zao la pamba katika mkoa wa Simiyu, na tunashindwa kuwa na viwanda vingi sana ambavyo vinategemea nishati ya umeme. Na hakika kwa mradi huu hata viwanda vidogo vidogo sasa vitakwenda kule kusaidia labda katika kutekeleza na kuchambua pamba. Lakini hali kadhalika sisi ni wakulima wazuri sana wa mazao ya alizeti, na hakika umeme huu utasaidia sana katika kuendesha viwanda vitu vitakavyotengeneza mafuta ya kupikia yanayotokana na alizeti. Lakini hali kadhalika sisi ni wazalishaji wazuri sana wa nafaka mbalimbali ikiwemo dengu, choroko. Hii na hakika umeme utatumika kwa njia moja au nyingine. Kwa hiyo niombe pale mnapokwenda kutekeleza mradi huu, mkatekeleze kwa ufanisi wa hali ya juu, kwa sababu sisi wananchi wa mkoa wa Simiyu tunataka tukuze mkoa wetu, kutoa hapa tulipo na kuupeleka sehemu ambayo ni kubwa zaidi hapo. Kwa hiyo umeme huu utakwenda kutusaidia sana sisi wananchi wa mkoa wa Simiyu. Kwa mkoa wa Simiyu tulisaini kandarasi na Burhan Engineering ambaye ndio mkandarasi wetu. Ana dhima ya kupeleka umeme katika vitongoji 415 vya mkoa wa Simiyu. Mkoa wa Simiyu una vitongoji 2651, vitongoji 1210 vina umeme. Kwa hiyo vinabakia vitongoji 1441 ambavyo havina umeme, na wakala katika vitongoji 1441 umechukua vitongoji 415 vya kuanza navyo, huku ukiendelea na taratibu mbalimbali za kuhakikisha vitongoji vilivyobakia 1026 vinapatiwa umeme kabla ya 2030. Mheshimiwa Katibu Tawala wa Mkoa, vitongoji hivyo vitahusisha kuunga wateja 13292, na mradi wetu ni wa miaka mitatu. Wito wetu kwa wananchi ni kuhakikisha kwamba hii miradi wanachangamkia fursa kwa kuanzisha viwanda vidogo vidogo vijijini na kule vitongojini, na tunaamini hizi transformer zinazokwenda kufungwa kule vitongojini zinakizi mahitaji ya viwanda vyao wanavyoenda kuvianzisha. Kwa hiyo tunaendelea kuwasisitiza wananchi wachangamkie hizi fursa. Pia hizi miradi ina gharama kubwa sana, sababu mradi wetu una gharama bilioni 45.8, ni gharama nyingi sana. Kwa hiyo wananchi tunaomba kulinda miundombinu, kwa sababu tunashirikiana ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ya katibu tawala, ofisi za wakuu wa wilaya kuhakikisha miundombinu inayojengwa inalindwa kwa namna yoyote, ili isitokee mmoja akafanya hujuma ya kuchoma miundombinu.